Mara nyingi mimi najuaga wengi inakuwaga hisi kuna kampuni zinachukua tenda. Ni kweli kuna kampuni ambayo iko chini ya ambayo imepewa tenda kutoka kwenu au mnasimamia nyinyi wenyewe? Kwa huko mwanzoni tulikuwa na kampuni kama mbili hivi zimepita. Za usafi ikiwemo kampuni ya Green Waste na Viclean. Lakini kwa sasa hivi hapa tuna vikundi vya kijamii ambavyo tumevipa nafasi ya kufanya kazi kwa niaba ya manispaa. Kwa hiyo baraza la manispaa ukienda kuangalia limeajiri kule chini vikundi tofauti tofauti kwa ajili ya kufanya kazi kwa niaba yake. Ndio. Sawa. Hali ya usafi katika wilaya yetu hii ya mjini ambayo umetueleza hapa mipaka yake kaskazini, kusini, kadhalika na mipaka ya magharibi. Tukiangalia kwa ziara zenu ambazo mnafanya kama nyinyi ni wasimamizi wa usafi, moja ya jukumu lenu umezungumza ni usafi pamoja na mapato. Turejea hapa kwenye eneo la usafi. Mnalizungumziaje hili eneo letu? Ni kweli linaridhisha kwenye swala la usafi kwa hivi ambavyo lipo? Kimsingi swala la usafi hatuko perfect 100%. Maana yake nini? Maana yake kunakuwa na mapungufu ya hapa na pale katika swala zima la usimamizi ama uondoshaji wa masuala mazima ya taka. Na hii sasa inasababishwa na mambo tofauti tofauti ikiwemo uelewa mdogo wa wananchi. Ukiangalia wananchi wenyewe kule wanatupa taka maeneo yasiyokuwa rasmi licha ya elimu ama taaluma inayotolewa katika masuala tofauti tofauti ama kwa wenzetu tofauti tofauti, kwa mfano Zema ama baraza ya manispaa na wengineo ambao wanajishughulisha na masuala ya mazingira. Lakini vile vile uelewa wananchi juu ya masuala mazima ya kutuma watoto kwenda kutupa taka. Unakuta watoto hawawezi kutia taka katika lile dustbin na kupelekea sasa zile taka kurundikana chini ama kutupwa chini. Kwa hiyo ile sisi inatupotezea lile lengo. Sisi tunataka taka zitiwe ndani ya kile kikontena chenyewe, ndani ya kile kikontena chenyewe ili sisi tupate urahisi wa kuondoa zile taka husika. Kwa hiyo hapa tunasema uelewa mdogo wa wananchi, lakini pia zana tunazozitumia haziko za kisasa zaidi. Inapelekea pia hapa kuwa na gap kidogo ya kuweza kuzihimili hizi taka ipasavyo ama kudhibiti taka ipasavyo. Hapo umezungumzia kuhusu hujataja, lakini issue umezungumzia kuhusu ambayo majaa ambayo sio rasmi, kutupa taka ovyo, ni kutengeneza majaa yasiyokuwa rasmi. Sasa mnapambana vipi na watu ambao wanaotengeneza majaa ambayo sio rasmi? Lakini licha ya hivyo tumeona mkiwa mnafanya usafi ni usiku, sio alfajiri. Si ndio? Usiku watu wanakuwa wanafagia na wanakuwa wanazoa taka na vitu kama hivyo. Je, ni muda gani ambao unatakiwa mtu kwenda kutia taka ambao watu wa taka wanapita ili kwa ajili ya kuzoa taka? Na kwa nini mwe mnafagia usiku, kwa nini sio alfajiri? Kwa sababu sometimes kuna kuwepo hata asubuhi pia uchafu unakuwepo umezagaa kwa sababu hivyo. Ndugu mtangazaji, hapo una maswali mawili mpaka matatu katika nini yako hiyo. Lakini wacha niendelee nizungumzie moja badala ya nyingine. Kwa nini usiku? Isifanyike hizi shughuli alfajiri ama asubuhi. Kiukweli hapa tuna mipaka baina ya mamlaka ya Mji Mkongwe, mamlaka ya uhifadhi na usimamizi wa Mji Mkongwe, lakini na kuna mamlaka ama mipaka ya baraza la manispaa. Kwa hiyo kila mmoja hapa ana utendaji wake katika kuhakikisha analifikia lengo na kuondosha hili swala la taka ama kuondoshea kero wananchi. Baraza la manispaa mjini kufanya kazi kwa usiku inadepende na siku ama ile season husika. Hatufanyi kazi usiku labda kwa siku zote. Kuna baadhi ya siku inatulazimu sasa tufanye kazi usiku, lakini kuna baadhi ya siku tunaendelea na utaratibu wa kufanya kazi za usafi asubuhi mapema. Na haya majaa yasiokuwa rasmi? Haya majaa yasiokuwa rasmi kimsingi haya yanasababishwa na wananchi. Aidha kwa kujua ama kutokujua ama kwa makusudi. Maana kujua ni kwa makusudi. Ndio. Tayari sisi baraza kama baraza tumeandaa maeneo maalum ya utupaji wa taka. Lakini wananchi wakati mwingine tunasema wanafanya haya mambo ya makusudi kwenda kuanzisha jaa sehemu isiyokuwa rasmi. Kwa mfano, tumekuwekea kontena ya taka labda sehemu fulani. Hii ni pointi yetu sisi baraza kama baraza tunakuja kuchukua taka. Lakini utakuta mwananchi anaibua eneo jingine kabisa
tukiacha lile. Okay. Hapa tuna kanuni zile za kumwadabisha mtu. Kwa hiyo tutapomgundua mtu kama huyu anatupa taka maeneo yasiyokuwa rasmi, huwa tunamchukulia hatua. Otherwise tuwe hatumjui. Okay. Umezungumza hatua. Na kule nyuma kuna moja hajalijibu. Okay, sawa. Kuna moja hajalijibu ni kwamba nimemuuliza kuhusiana na utoaji wa taka usiku. Muda wenu ni saa ngapi? Kwa sababu tunajua mara nyingi ni usiku ambapo watu wanakuwa wanafuata taka zinazolewa usiku, si ndio? Yes. Kwa bahati mbaya sana huku hatuna utamaduni kama ule wa wenzetu kule nchi zilizoendelea. Huku tunaondosha taka kwa mujibu labda wa ile container yenyewe kujaa. Kwa mfano msimamizi wa zoni kule atamripotia dereva wakati ile container imejaa. Tunakumbuka last time ambayo hizo kampuni ambazo ulizozitaja, one ilikuja ni ile ya green ilikuja ile ya green, ilikuja ambayo yes, ilikuja ile ya green, kuja tulifanya naye hapa na akasema wao kawaida wanachukua usiku. Lakini sasa hivi green hayupo. Sasa hivi ni manispaa wenyewe. Sasa hivi ni manispaa. Kwa hiyo inatakiwa mkuu wa zoni ndo atoe taarifa. Mkuu wa zoni anatakiwa akague kwa sababu mkuu wa zoni yeye kazi yake ni kukagua kule na kuhakikisha taka zinaondoka kwa wakati. Maana yake nini? Yeye anakuwa anacheza na dereva husika wa ile zoni husika. Kwa kumripotia container sehemu fulani labda imejaa 1, 2, 3. Kwa hiyo sasa dereva yeye wajibu wake kuzichukua zile taka na kuzipeleka sehemu inayohusika. Okay. Mimi nilikuwa nataka kujua pale Forodhani ukimaliza watu wakimaliza biashara mazingira yanakuwa ni machafu sana na tunajua pale kuna dustbin. Mnapambana vipi na wale watu ambao wanachafua pale mazingira pale especially pale Forodhani wakati wanajua kuna dustbin, ukishamaliza kula chukua katie na dustbin siko pembezoni tunaziona. Lakini wanaacha mazingira ambayo ni machafu wakiwa wamemaliza pale biashara. Ndugu mtangazaji, mwanzoni nilielezea kuna mipaka baina ya baraza la manispaa lakini mamlaka ya mji mkongwe. Kwa hiyo eneo la Forodhani ni eneo ambalo liko controlled na mamlaka ya mji mkongwe. Kwa hiyo eneo